KTN Nairobi. Naam, tuelekee kwenye kaunti ya Taita Taveta. Jamii za Taita Taveta Magharibi zimebadilisha ardhi ya jamii kwa hifadhi za wanyamapori zinazoendelea vizuri na kumilikiwa na jamii. Hadi sasa hifadhi 8 zimepitisha mfumo wa mzunguko wa utalii uliobuniwa kuvutia wageni, kuzalisha pia mapato na kuhakikisha uendelevu wa muda mrefu. Mfumo huu wa mzunguko utalii uliobuniwa na hifadhi hizo kwa msaada wa shirika la hifadhi za wanyamapori za Taita Taveta, African Wildlife Foundation na TUI Foundation unakuza uhifadhi wa wanyamapori huku ukibuni ajira, kufadhili elimu na pia kuboresha maisha ya wakazi wa eneo hilo. Ali Manzu anaripoti kutoka kaunti ya Taita Taveta. Taita Taveta ni kaunti yenye ukubwa wa kilomita mraba 17,084 iliyoko kusini mashariki mwa Kenya. Ni kaunti ambayo ni makazi ya wanyamapori maarufu kwenye mbuga mbili za kitaifa za Tsavo Mashariki na ile ya Tsavo Magharibi. Mbuga hizi zina ukubwa takriban kilomita mraba 10,650, sawia na asilimia 62 ya idadi ya ardhi ya Taita Taveta. Kuna asilimia 24 ya ardhi inayojumuisha sehemu za malisho, ikiwemo mbuga za kibinafsi na za jamii pamoja na hifadhi za jamii. Ranchi 8 za uhifadhi ziko ndani ya mzunguko wa utalii zikiwa na ukubwa wa jumla ya ekari 265,493. Hifadhi hizi zenye utajiri mkubwa wa makazi ya wanyamapori na miti ni pamoja na hifadhi ya wanyama ya Mgheno yenye ukubwa wa ekari 53,000, hifadhi ya jamii ya Kasigau yenye ukubwa wa ekari 51,694. Pia kuna hifadhi ya jamii ya Maungu yenye ukubwa wa ekari 53,399, hifadhi ya jamii ya Taita Hills yenye ukubwa wa ekari 28,000 na hifadhi ya jamii ya Choke yenye ukubwa wa ekari 25,000. Mbali na hizi kuna hifadhi za jamii ya Lumo yenye ukubwa wa ekari 48,000, hifadhi ya jamii ya Taita yenye ukubwa wa ekari 5,000 na hifadhi ya jamii ya Ziwa Jipe yenye ukubwa wa ekari 1,400. Hifadhi hizi 8 zipo katika muungano wa hifadhi ya jamii za Taita Taveta, yani TTWCA, na zina vivutio mbalimbali vya kitalii. We are a wildlife corridor in between Tsavo East and Tsavo West. And as a conservancy, we do our best to take care of the animals, especially the wildlife. But we also have livestock with us, and that is also one of our core businesses that we do. And the wildlife and the livestock do exist together very well. Katika ile survey imefanyika, vivutio ni vingi, na vivutio vingi bado havijaboreshwa ama havijawahi kutangazwa ama havijawahi kuwa marketed. Kwa hivyo kutokana na huu mradi wa tourism circuit tumeona kwamba utatusaidia kuzitangaza ama kuzimarket hivyo vivutio. Tunashirikiana na washikadau kama vile Taita Taveta Conservancies Association pamoja na TECA ambayo ni Taita Estate Conservation Area katika kuleta ile collaboration kuhakikisha kwamba jamii pamoja na landowners wanapata faida kutokana na rasilimali ambayo ni wanyamapori kupitia utalii. Jamii zina ufahamu kwa kama eneo hifadhi ambazo zinapakana na jamii na zingine zinamilikiwa na jamii, zinaelewa kwamba umuhimu wa kuwa na hizi eneo hifadhi karibu na wao. Kwa wengi wanapotajiwa eneo ardhi pana la Taita Taveta, kinachowajia kwenye akili zao ni kivutio kikuu cha mbuga za kitaifa za wanyamapori za Tsavo Mashariki na ile ya Tsavo Magharibi. Lakini nyuma yake kuna hifadhi za jamii zenye utajiri mkubwa wa vivutio vya utalii asili ambavyo havijapewa umaarufu.
Ni kutokamana na changamoto hii, wenyeji wanaoishi katika eneo lililopo kwenye muungano wa hifadhi za jamii za wanyamapori kaunti ya Taita Taveta, yani TTWCA, walikaa pamoja na jamii, wakfu wa TUI na wakfu wa wanyamapori wa Afrika yani AWF na kubuni mtandao wa mzunguko wa utalii kusaidia kuinua hadhi ya hifadhi za jamii. This is more of a pathway that showcases the various opportunities from even the starting point. If you go maybe to Savo East and Savo West, after that, where are the opportunities for you even to view wildlife, to view the nice scenery within Taita Taveta, so that you can even stay more. So the ultimate goal is for these tourists to spend more time within the landscape and ensure that they're able to get that tourism experience, but at the same time help our membership to generate revenues. Creating value for wildlife, we usually say Taita is endowed with a lot of natural resources, specifically the wildlife that surrounds us. So we have quite a number of ranches and conservancies. We have the national parks, we have the forests. So creating value is to ensure that our people tap on the natural resources that are within and actually get, it makes economic sense to them as well as it making biological sense to our wildlife. Tourism Circuit is a plan that identifies the opportunities that exist to maximize on the wildlife resource that we have, as well as the forests, the mines, and also other natural resources within Taita Taveta County. So what the Tourism Circuit did is to create that linkage between ranches, between communities, to ensure that visitors who are coming get value for their money. And again, you are sampling different products within that particular circuit. Apart from maybe sampling wildlife, maybe you can also sample like basketry. You can also sample like, you can do hiking. There are different tourism products within a circuit. We want to allow the guests to experience all the beauty which this part of Taita Taveta has to offer, and benefit also the communities to allow them to also come and see what is also just outside their doorstep. Because a lot of the times, because these are private lands, we try to restrict the access due to security and safeguarding for everybody. So by doing this, we want to create the benefit of giving the locals as well opportunities to get an understanding of these animals so that we can better create a cohabitat for both humans and the animals in a stronger symbiotic relationship. Mzunguko wa utalii ulioanzishwa mwaka 2023 na wasimamizi wa hifadhi 8 za jamii katika kaunti ya Taita Taveta umeanza kufungua eneo hili pana kuonyesha watalii na vivutio mbalimbali. Vipengele muhimu vya mzunguko huo ni pamoja na hifadhi za kitaifa, hapa tukizungumzia hifadhi 2 za Tsavo ya Magharibi na ile ya Mashariki, ranchi za malisho ya mifugo na hifadhi 8 za jamii za wanyamapori. Vivutio vya utalii wa asili kama vile milima ya Taita, kilima cha Kasigau, ziwa Chala, ziwa Jipe na misitu kadhaa ya asili. Vivutio vya utamaduni kama vituo vya kijamii vya kitamaduni vya sanaa, ufundi na mila na desturi. Vivutio vingine ni kama shughuli za kutazama wanyamapori, kuikwea milima tofauti, ziara za kitamaduni, kukaa kwenye mazingira rafiki na uzoefu unaoongozwa na jamii. Looking at the tourism component, of course, we've got a tourism circuit plan in place. That, of course, it's more of a foundation that we've started as an organization and its membership. So just looking at how we are going to mobilize the resources around tourism, because it clearly highlights the various products, cost-benefit analysis, the different opportunities that we have within our members, and even at the community level. How we looked at it, the tourism circuit is actually a foundation, a plan, and it does not belong to AWF. It does not belong to TTWCA or Taita Taveta Wildlife Conservancy Association. No, it's a holistic document that also actually plugs into, let's say, the county investment plan or policy that exists. So it's a document that will be used over time by many other partners or actors who have that vision of creating value for wildlife and for people.
You know, there are what we call tourism niche. There are clients who are interested in maybe wildlife. There are some who are interested in bird watching. There are some who are interested in hiking. There are some who are interested in heritage. Like for instance, in our place here, we are having a heritage product. Kwa muda mwingi Tsavo imekuwa ikijulikana tu kwa mbuga ya Tsavo West na Tsavo East, lakini kuna zaidi ya conservancies 30 hapa Taita Taveta County na ziko na opportunities mingi. So kupitia the tourism circuit plan na kupitia kuitekeleza, utakuta kuna so many tourism products ambazo tunaweza kuzitap. So it will be able to empower more people and getting employment, especially in Taita, our own people, than having to source out for people from other counties. Apart from only employment, at least the community will see the importance of the wildlife, so that there will be less poaching, and people will be able to know, you know, how important it is to preserve the wildlife and the trees. People forget about the trees. Wakfu wa wanyamapori wa Afrika yani AWF kwa usaidizi wa wakfu wa TUI Care na ushirikiano wa muungano wa hifadhi wa wanyamapori kaunti ya Taita Taveta yani TTWCA unasaidia jamii kukuza utamaduni wao, uhifadhi na ubunifu kupitia mzunguko wa utalii unaomilikiwa na wenyeji wenyewe. Mzunguko ambao unazalisha mapato kwa jamii kando na kuimarisha uhifadhi wa wanyamapori na kuvutia watalii. We were able to do 2 boreholes. One is within the Taita Hill Sanctuary that provides water for wildlife. So we limit the wildlife going out to community areas in search of water, especially during the extended dry periods. And then now we have another borehole within a community area called the Bwadane Cooperative. So that one has access points for both livestock and the people. So that is how we looked at it. The second component is on livelihoods and specifically farming systems. The 2 components within the project also interlink, because you're looking at the tourism component, but then again also bringing the community enterprise. So how do we even embed the various community enterprises like basketry, leather, of course even looking at culture to that tourism component, so that now you can have a whole package that you can market, the landscape. Tumegundua kwamba kutokana na sensa zile tunafanya, wanyama 70% wako katika hizi hifadhi za jamii, na kwa hivyo inakuwa ni kivutio kikubwa sana kwa watalii. Na kutokana na hiyo ndo tunajaribu kuboresha hizi hifadhi za jamii ili watalii waweze kuzijua na waweze kuzitembelea. Jamii tunawahusisha katika kutengeza hizi hifadhi za jamii. Wajamii wameweza kuhusishwa ili kuon hizi hifadhi na kuona matokeo yake ama kuona faida yake. Jamii zina ufahamu kwa kama eneo hifadhi ambazo zinapakana na jamii na zingine zinamilikiwa na jamii, zinaelewa kwamba umuhimu wa kuwa na hizi eneo hifadhi karibu na wao, na pia kuna faida kadha wa kadha wameweza kuona. Ardhi ya Taita Taveta inajumuisha eneo kame na nusu kame. Mojawapo ya miradi ambayo inayotokana na mpango wa mzunguko wa utalii ni usukaji wa vikapu almaarufu vyondo. Ni tamaduni ya jadi ya jamii ya Wadawida wanaopatikana katika kaunti hii ya Taita Taveta toka enzi za mababu zao. Hivyo basi mikonge inamea vyema na kustahamili hali ngumu ya sehemu hii, ikiwa ni mali ghafi ya kamba za kutengeza vyondo, ikiwaingizia kipato makundi ya kina mama kupitia watalii. We train them, we link up with the Taita Sisal, they issue them with the seed, free seed, so only the farmers to have the transport and pick the seed from the Taita Sisal. So they go practice. The main aim is they come see and go practice. And then through the extension services from the county government, we follow them, we train them in how to plant, the spacing and all things, and the management. Hii shamba ni ya Sisal Farm, ni demonstration farm ambayo iko under TTWCA. Tulikuja tukakubaliana na wao kwa sababu I'm an outgrower of Sisal. Nyumbani niko na ukonge, so TTWCA vile walikuja wakaona interest na wakataka kusaidia community kwa upande wa kilimo cha ukonge. Sasa tukaja tukakubaliana, nikawapatia hapa mahali. So this is a demonstration farm
ambapo aim tunataka to serve the community, tuwaelimishe juu ya upandaji wa ukonge. Sana sana mara nyingi tunapanda mahindi, mvua inakatika katikati, ikawa sasa hakuna mazao. Tunatumia nguvu mingi, tunapanda, tunalimia, mbegu tunanunua, na at the end hakuna chochote tunapata. So ndio hawa TTWC wakakuja nayo mradi sasa tuanze kupanda ukonge. Ndio wakapanda hapa, hii ni demo farm yao, ndio wakatuleta hapa tukapata mafunzo na tukaona inatusaidia. So mimi nilipotoka hapa nikaenda nikapanda. So far nimeanza 5 acre kwa shamba langu. They've got potential to do sisal farming. So this, as I said earlier, this is more of a foundation, setting up a model and even learning as an organization. Will this really work in Taita? Looking at the achievement that we've gotten into the project, then again, the future looks good in terms of now looking at other areas within Taita Taveta that we can also now upscale sisal farming for the benefits now of even linking that with basket weaving. Ni mmea wenye uwezo wa kustahamili makali ya kiangazi, kwani eneo hili hupokea mvua chache mno. Sisi sasa tusiwa tunakata. Tukikata tunaipeleka kwa mashini. Inatengenezwa, ndo tunaletewa sasa ukonge, tunafunga, tunauza. Tunauzia wamama wa vidasi au mama wa kusuka vikapu, wao wanakuja kununua kwetu. Kwa sababu tuliangalia kuna wakati mwaka ulipita kama hatuna maize, hatuna any food. So tukafikiria haya makonge yatasaidia sana. So we went to Taita Estate, tukaenda tukaulizia vile makonge yako, cause kwanza kitambo tumekuwa tukipita tunaona makonge yako hapo for years, wanakata wanapanda, wanakata wanapanda. So vile walitueleza tuliona kwamba ni drought resistant crop. Katika kudumisha utamaduni wa utengenezaji wa viundo katika jamii hii, malighafi hii ya mikonge ni muhimu kwao, ikiwa ni mojawapo ya mbinu za kukuza vivutio vya utalii kupitia utengenezaji wa viundo. So working with basket weaving within or with communities, especially women, to ensure that we build their capacity through trainings, through providing equipment, to ensure that we are able to upscale their enterprises. Kwa upande mwingine, baada ya viundo kutengenezwa na makundi ya kina mama, vijana na wazee nao wanaendeleza miradi ya kutengeneza ngozi inayotokana na mifugo iliyoko katika ranchi za Taita Taveta ili kuongeza nakshi na kuongezea thamani kwenye viundo vinavyouzwa hapa nchini na hata nje ya nchi. Also we focused on leather, the leather enterprise, working with the youth. Of course, the youths are a critical component within our society, ensuring that we train them, we've trained them, we've provided enough capacity, raw materials, and even linked them with local markets. The holistic way we looked at it is the foundation is to have the tourism circuit. But then again, what are these products that have been identified that could plug into the tourism circuit? We have areas identified to be cultural centers or cultural sites. We have hotels that have curio shops. So the products being made from basketry, the products being finished by the leather tanner groups will actually be sold within the different sites that we have identified. That is how the basketry and the leather tanning plug into the tourism circuit. Ni mpango unaowahusisha baadhi ya wenyeji katika hifadhi za jamii na shughuli za kuinua uchumi wao. Kwani kando na ajira, mpango huo wa mzunguko wa utalii unatoa fursa za jamii kunufaika kwa namna tofauti kupitia ardhi za jamii. Taita Estate Conservation Area and Choke Conservancy. So they've been able to come together, marshal their resources, do monitoring together to ensure that now they even build on the aspect of tourism so that now they can even showcase that this thing is working. Mojawapo ya vivutio vya kitalii kando na wanyamapori ni hifadhi za kijamii. Kwa mfano tuko katika hifadhi ya kijamii ya Taita ambayo inasimamia vyumba hivi vya malazi unavyoviona hapa. Hii ni mbinu mpya ama aina mpya ya vivutio ambavyo vipo katika maeneo haya ambavyo bado havijajulikana. Lakini kwa upande mmoja au mwingine ni vivutio ambavyo vinawavutia watalii ambao wanakuja maeneo haya ya Tsavo ya Magharibi na kuhakikisha kwamba
wanaweza kupata burudani inayohitajika kuhusiana na sehemu za malazi ambazo ni za kisasa zinazosimamiwa na jamii katika eneo hili la hifadhi ya jamii ya Taita. We want to allow the guests to experience all the beauty which this part of Taita Taveta has to offer, and benefit also the communities to allow them to also come and see what is also just outside their doorstep. One of the selling point ya Choke ni kwamba kuna gemstone mining, mine visits, ambapo ni one of a unique product within Taita Taveta Conservancies, ambapo Choke peke yake naweza sema kwa sasa tuko katika ile nafasi nzuri ya kuuza hii product kimataifa. Ni eneo lililozungukwa na milima ambayo inapendeza. Kando na kuvutiwa na watalii kuzuru kuikwea milima, milima hii pia ni hifadhi ya mabilioni ya rasilimali ya vito na madini mengine tofauti yenye thamani si haba. We have this beautiful mountain, Mount Kasigao. This is a selling point because it was used by the British during the First World War. So if you go up there, you'll see the trenches and the dikes which were used by the British. Two, the mountain, it is one of Eastern Arc Mountain. So it's globally significant to the world because of there's a bird you cannot see elsewhere in the world, only in Mount Kasigao, that is Taita White Eye. We have 3 species which are very unique. Kwanza kabisa kuna partnership ambayo tuko nayo kati ya Choke Conservancy na Taita Estate Conservancy Conservation Area, ambayo huu muungano umekuja pamoja kwa ajili ya kuweza leverage on different strengths ambazo ziko kati ya Choke pamoja na Teka. We always have an itch for an exciting adventure, and mining would always give you that because everybody wants the adventure and the excitement of finding that gemstone, whichever it might be. They're always stunning, they're always beautiful, and I think it's always nice for guests as well to get to experience. Yote 9. 10 ni kwamba hifadhi za jamii zilizoko kwenye ardhi ya jamii katika mfumo wa ekolojia wa sehemu ya magharibi mwa kaunti ya Taita Taveta umewekeza katika ustawi endelevu, hali itakayoimarisha maisha ya jamii pamoja na ustawi wa vivutio vya kitalii, sio leo peke yake bali katika siku za usoni pia. I would like for the conservancies to get more support, especially in tourism, because most conservancies depend on the cattle, and I feel it's not enough. Kupitia the tourism circuit inaweza pia kusababisha ile value, the conservation value ya ambayo iko within Taita Taveta iweze kuhifadhiwa kwa ubora zaidi, kwa sababu sustainable tourism inafungua opportunities for economic growth. In any project, from where I sit even as a programs manager, is the sustainability aspect, because you wouldn't want to start a project now and then again in future then the project collapse. Already we've seen sustainability aspects in terms of the adoption. I did talk that some community members have adopted the acreage in terms of cultivating sisal, and right now we're looking at least 72 acres of sisal being adopted. Looking into the future of how that looks like, we do not want to say we are stopping here. Our main thing is to create a movement. So when people feel they are valued, when people see the value of wildlife, they will definitely be willing to conserve even more. We do not want to dictate what would work for them. We are here to listen what would work, and then now see how best to support them to actually actualize them. One thing that I haven't said, when we talk about the ranches and conservancies within Taita Taveta, they are owned by the people. They are not owned by individuals.
Na mtazamaji, kwa makala hayo ndipo nakamilisha taarifa zetu za KTN leo weekendi Jumapili ya leo. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Philip Amonde. Alamsiki.